Ila ngoja nikuulize kitu kimoja. Wakati unatoka huko kijijini, ukuwa umeongea na mtu wote kufikia labda kwake, endapo labda ungenikosa? Hapana. Kuna rafiki yangu niliwasiliana naye na nilikufikia kwake. Bibi aliniambia dunia tambala bovu, binadamu hawana jema. Samahani kidogo. Halo. Ndio nipo. Sasa hivi? Yana maanisha muda huu hapa. Umeshatoka huko? Yaani uko njiani? Sawa. Sio hivyo. Sio kwamba na sawa. Sawa, utanikuta. Haina shida. Kachori, ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna issue fulani wanafanyaga. Sasa naifanyaga sana maeneo ya nje hapo. Ni kama kabisa kidogo hivi. Ningependa kama tungeenda wote. Okay, twende. Twende. Kachori, sikia nikwambie kitu kimoja. Sawa. Unajua hiyo ofisi inayoifanyia kazi kule chini, uhakika kabisa kwamba muda huu lazima yule alikuwa nimemwacha pale atakuwa nishatoka. Unajua ni muda wa chakula huu. Atakuwa ameenda kula chakula. Sasa unaonaje kama tukifanya siku nyingine ndo twende tukafikia pale ofisini? Acha mimi leo niende mwenyewe, sawa? Ila nina subira, maana siku hazigandi, nizidi kumomba Mola, ana yeye ndo mpaji, ona kila nalofanya. Kaka jamani, mimi sijui ananitaka nini JP. Yaani muda huu nimempigia simu namwambia anakuja, hayupo, katoka kaacha mlango wazi. Ina maana haogopi hata kuibiwa, hana hata hofu. Hata kama basi nimemnunulia vitu ni used, inatakiwa basi hata awe na hofu kidogo ya vijali. Umeelewa Alafu kitu kingine, unajua tulipotoka pale sikufunga mlango? Unajua? Nimesahau. Acha nitarudi kwenda kufunga mlango, ila wewe sasa nenda kwanza pale ulipofikia kwa dada yako, sawa? Alafu tutawasiliana. Sawa mama? Usijali. Sawa. Lakini tunajua mimi nakupenda sana. Sawa, niachie namba yako ya simu. Tutawasiliana. Kachori, sawa. Sawa. Haya, sawa. Bye. Haya, kweli? Leo niko na vuruga leo. Mbona ningia timba leo? Kila nalofanya kwa ubaya, hawapendi kuniona mbele ninasonga. Mbona ataniua Mungu wangu mimi? Mbona mapenzi yanatufanya vibaya, yule kapenda asipopendwa kutwa nalia. Hitila yule kapata ndoa ila kukosa mtoto imekuwa hitilafu. Kusoma kasoma ila kupata kazi imekuwa hitilafu.
Halo. JP. Uko wapi? Sikia, niko chooni. Nimekuja nimekukuta haupo. Na ndo tumeongea sasa hivi nikakwambia nakuja. Afu cha ajabu umeacha mlango wazi. Anakuja hapo, nakuja sasa hivi, niko chooni, nimeacha mlango wazi kwa sababu nipo chooni. Baby, kwani kama mtu anaenda uani ni lazima abane mlango kabisa na kufuli? Nilikuwa nimetoka, nimeenda uani tu mara moja, na ndio maana nikawa nimeacha mlango wazi. Yaani nimekuja hapa zile dakika 10 hivyo. Kweli baby? Ina maana wewe uogopi hata utaibiwa? Yaani unajua kuzunguka sijui kwenda uani kurudi hapo mlango wazi. Kwa basi hata na hofu kidogo lakini. Haya. Tuachane nayo. Kuna mtu amenipigia simu akajitambulisha kwamba ni kaka yako. Anaitwa nani? Almasi. Kwa nini mmeongea nini mpaka akanipigia simu? Au imekwaje kumpa namba yangu? Almasi amekupigia simu? Ndio, kajitambulisha kabisa kwamba ni kaka yako na anaitwa Almasi. Lakini vitu ambavyo tumeviongea mimi na yeye havikuwa vina uhusiano na yeye kupigia wewe simu kabisa. Na hatukuahidiana hivyo mimi na yeye. Unajua mimi sielewi. Sasa mambo yangu mimi na wewe yanahusiana nini? Kwa nini mimi naishi na wewe? Yanamhusu kitu gani labda? Alafu kama ilikuwa shida kuongea na wewe labda, kwa nini msingeongea wenyewe mkamaliza mpaka ifike mahali anitafute mimi? Kwa sababu gani? Baby, unajua hili swali linaniletea utata sana. Alafu nashindwa kulielewa vizuri. Kwa sababu nashindwa hata kung'amua jinsi ambavyo unanielezea. Sikutegemea kabisa kwamba yeye anaweza kukupigia wewe simu. Na sikutegemea kabisa mtaongea naye. Kwa sababu vitu tulivyoviongea ni vya tofauti kabisa. Na yeye atakwambiaje vitu vya kwamba mimi naishi na wewe sijui nini? Yaani inamaanisha ndio umenichoka bibi kiasi hicho? Mpaka unaamua kuwashirikisha mambo yetu ndugu zako? Si ungeniambia tu kwamba basi unitaki, umenichoka, tumalize mimi na wewe wenyewe. Kwani wakati tunatafutana mimi na wewe kuna ndugu yako hata mmoja alihusika? Na namba yangu yeye kaipataje? Ina maana mmeongea mkaelewana ukaamua kumpa na namba ukamwambia mtafute. Si ndio? Leo JP wewe umeamua kunizunguka mimi. Hata kama umenichoka basi siwe hivyo. Basi sawa. Mimi na wewe bado hatujamalizana. Yaani umetengeneza ugomvi ambao ni mkubwa, sisi tunamaliza vipi mimi na wewe? Sasa naenda chuo. Nikirudi tutaongea. Hitilafu kupendana walipendana kashibana. Hitilafu ugumu wa maisha umefanya umeachana. Hitilafu Sasa ukaka anafanyaje vitu kama hivi? Almasi, nilikwambia usipige simu. Sasa umefanya nini sasa? Kwa Almasi chokifanya ni kwamba umetumia techniques, ndio? Kwamba naomba namba yake, umenitengeneza kwamba sio ni nini, kwa sababu umenigeuka. Unakuja tena kuongea kwamba ni mama. Si nishakuelezea Almasi kwamba matatizo yangu ya kifamilia yamekuaje mpaka nimeachana na Neta? Sasa okay. Kaka Zamida.
Niko sawa tu. Uko wapi? Sawa, najua unasafiri leo unatoka nje ya mkoa, lakini nilikuwa na shida nawe kuongea nawe kidogo. Naomba tukae tu tuongee kidogo sana. Sio kwamba unajua unachotaka kuja ukisema. Kwa hiyo ulitegemea kwamba ile namba ulipochukua ulichukua ili uje uongee vitu kama hivyo kwa. Sasa mimi nilijua kabisa tuko pamoja. Nilipokuelezea nilikuwa najua kabisa utaongea vitu vizuri. Unaona kitu chochote kiongea sasa hivi. Cheki sasa umeniachia ugomvi. Hii ugomvi kwamba okay, sawa, nakuja hapo sasa hivi. Nakuja, usije kaondoka, usisafiri, nakuja sasa hivi. Nitawahi kwa namna utapata toyo. Wewe, ulienda wapi? Haya, ulikuwa wapi? Dada, nilienda kumtafuta teacher. Wewe, yaani umekuja leo kuja kupumzika. Yaani umetupa tu mabegi hapo na kunyanyuka na kuondoka. Haujui sehemu yoyote huku mjini. Na mimi ndo mwenyeji wako. Simu umenipigia mimi mpaka umefika hapa. Inaonyesha na mwenyeji mwingine huku mjini Na ungepotea. Dada, ningepoteaje? Hapa mjini singeweza kupotea. Hata kama nimetoka kijijini. Nisingeweza kupotea. Alafu ningepotea, si ningekupigia simu. Kirahisi hivyo. Hivyo wewe unajua umri kuna vibaka. Kuna wanaume, kuna vishawishi, kuna nini? Unakuja unatoka tu kienjini unasema nenda kumtafuta teacher. Hata jina lake yenyewe halisi haulijui, unaenda kumtafuta. Maticha ni wengi huku mjini. Je, wewe teacher umemwona? Dada, nimemwona teacher. Na furaha hapa nilipo, na furaha sana. Alafu kingine nimepitia saluni. Saluni za huku ni nzuri. Nimeenda kutengeneza nywele. Hawa mtoto ananga kweli wewe. Yaani unaenda mtafuta mtu hata jina lake halisi haulijui. Unamtafuta tu kwa teacher. Na maticha ni wengi. Na ukampata. Kweli nakuvulia kofia. Wewe ni genius. Haya. Chukua mabegi nikakuonyesha sehemu ya kulala. Twende nikakuonyesha chumbani. Bibi aliniambia dunia tambala bovu, binadamu hawana jema, ila nina subira. Mdogo wangu JP, honestly sijafurahishwa na maamuzi yako ya kwenda kuishi na mwanamke mwenye umri mkubwa kuliko wewe. Yule mwanamke si kama mamako wewe. Wasichana wote wadogo kila mwaka wana graduate vyuo vikuu, wengine wamaliza form 6, wengine wamaliza form 4. Watu wa umri wako unakwenda kuishi na mwanamke kama lile pale. Una tatizo gani wewe? Usisikitike, maamuzi unayo wewe mwenyewe, hajakubaka yule. Kaka, unajua mimi ni mtu mzima, alafu nishafika kipindi ambacho najiamulia maamuzi yangu. Sasa unapotoka huko unakuja kuniamulia mimi maamuzi yangu, inakuwa ndo nini sasa? Mtu mzima. Mimi sina muda wa kubishana na wewe. Tutawasiliana, namba yangu nayo. Asante. Shumadima classic. Natetemeka kibaridi, homa zinapanda na kushuka. Maumivu yanizidi, hata kumpenda ndo najuta. Kifua chanibana siko hoi, huenda pumu ya mapenzi. Napumulia oksijeni mimi sio. Asanteni kwa kufika wananchi wa mtaa wangu. Leo ni siku nina furaha sana kwa sababu umekubali wito wangu. Lengo si kuita wananchi wote. Nilikuwa nahitaji nyie mje ambao mna ushawishi kwenye mtaa wangu. Jambo langu la kwanza ni kuwashukuru kwanza kwa sababu mmenirudisha kwenye nafasi yangu ya wenyekiti. Kweli jambo lilikuwa si rahisi, lakini nadhani tumepambana wote mpaka sasa nimerudi tena madarakani. Sina cha kuwapa
ila naahidi nitawatumikia ipasavyo. Agenda ya pili, kama nilivyoahidi, nitapambana na zile kesi ambazo zilikuwa zinasumbua sana ofisini. Na kesi ilikuwa inasumbua sana ofisini ni hii, upotevu wa watu kwenye mtaa wetu. Swala ninalopenda kuwaita ni kwamba ili tuweze kukabiliana na hili swala ambalo linanisumbua la kukabiliana na upotevu wa watu hapa mtaani. Kama kuna mtu ana mawazo tufanyeje, na wakaribishe. Ndugu mwenyekiti, mimi na wazo. Kwa nini usiitishe sensa mtaani, watu wakajulikana wako wangapi? Sawa, na nimelichukua na nitalifanyia kazi. Je, kuna mwingine ana mawazo tofauti na hayo? Mimi pia nina mawazo. Huoni kupitisha sensa tunazidi kupoteza watu? Mpaka uje uzunguke na daftari uandike watu, tunapoteza watu zaidi. Maana unavyopitisha hiyo sensa watu wanazidi kuendelea kupotea. Je, unaonaje ukawaza ili watu wasizidi kupotea mtaani? Watu wengi wameshapotea. Mpaka uanze kuandikisha sensa. Hey, mama, mimi ninachotaka ni mawazo. Ili wazo jipya tuweze kama ni zuri tulifanyie kazi. Je, kuna mwenye mawazo lingine tofauti na mwingine hapo? Basi kama hakuna mtu mwenye mawazo zaidi ya hayo, tutakutana kwenye ujenzi wa taifa. Mimi nashukuru sana, asanteni sana. Unajua mwenyekiti amepita kwa rushwa. Yaani simpendi, anakula rushwa. Yaani mambo yake yote ni rushwa. Yaani sijui hata amepita kwa sababu gani. Simpendi. Mimi niondoke. Ayo, Bibi aliniambia Hadija mdogo wangu, nimechoka. Nimetoka kwenye kikao cha mwenyekiti. Lakini ndio pambana nao mdogo wangu. Nimekutana na Bingendo. Acha anze kunizodoa. Kanizodoa mpaka nimechoka. Ni lini mtaacha tofauti zenu? Unajua mmeshakuwa watu wazima nyie. Hebu jaribuni basi kukaa mkatatua matatizo yenu. Maana kila ukionana wewe na Bingendo ni maneno. Yaani mwishi kulalamika huko ndani juu ya Bingendo. Kwa nini? Sasa mdogo wangu nafikiria mimi na shida na Bingendo. Yaani yeye tu akiniona anapapatika hivi. Yaani hivi unamsumbua. Sijui hata nimemkosea nini. Nimebadilika wapi mimi? Hebu niambie. Na huko nako nilikwenda kwenye kikao cha mwenyekiti. Yaani yule mwenyekiti unajua ameshinda, lakini kashinda kwa rushwa. Unafaa yaani ni mla rushwa yule baba, yaani sielewi hata kwa nini anakula rushwa hivyo. Kwani umelijua leo kama mwenyekiti ni mla rushwa huyo? Yaani huko kote wanamzungumzia yeye. Ni mla rushwa hatari. Yaani pale ofisini kwake hata uende una kesi yako ndogo tu labda hata una shida ya muhuri tu leo kugongewa, atakutajia hiyo hela. Mimi ndio shamchoka, sikapendi kama nini. Yaani nimekaa hapo. Eti nikanisha kidole. Nauliza swali. Natoa maoni yangu. Kichwa kimefura hivi kaona kwamba si wananchi wake tunampenda sana. Analeta tu sera yetu watu wanapotea mtaani. Nikamwambia mwenyekiti, hebu itisha kikao watu chagua watu kuzunguka mtaani waandikishe nani sensa ili watu wajulikane wako watu wangapi. Ndio kwanza kafura kichwa. Jamani yule baba ninavyomchukia angejua. Dada mtu achane na hayo kwanza. Mimi nilikuwa nakusubiria wewe hapa. Uje maana mpenzi wangu anipigia simu. Ana shida na mimi mara moja. Kwa hiyo nilikuwa naomba niende nikamsikilize. Hadija. Kiherehere cha nini ndugu yangu? Silishakwambia kwamba usiende kwa yule mwanaume. Kwanza atulie mpaka mambo yako atulie. Usiende. Umeanza. Dada umeanza, mimi sitaki tukwazane na wewe. Niache tu niende nikamsikilize, narudi. Mimi sijafiki lakini Hadija uende. Itirafu amani vya watu taikosa amani.